Malaika, tukiangalia moja katika vitu ambavyo wamevilalamikia jana mashabiki wa Simba licha ya kupata ushindi ni nyota Kibisawala Eli Mpanzu, licha ya kufunga lakini anaonekana kuwa mbinafsi maeneo ya kutoa nafasi ili wenzia waweze kuscore kuisaidia timu, anaweka ubinafsi kutaka kupiga chenga au kupiga shuti, sehemu sio ruhusu kupiga pasi ndio anapiga pasi. Unajua ndugu mwandishi wa habari au waandishi wa habari, mpira wa miguu kila mmoja anaangalia kwa jicho lake, lakini watu wengi tunaangalia mechi ya Simba na mechi ya Yanga, lakini hatuko vizuri kuangalia michuano yote duniani. Kila timu kuna mchezaji ambaye yeye anakuwa kama yule Ngariba Mpanzu. Niwakumbushe kama jana wameangalia mechi ya saa 5 ambaye ni Gapco pale Uholanzi. Gapco ndo alikuwa mchezaji ambaye anaongoza, hatoi pasi kwa wakati, lakini ndio mwenye msaada mkubwa sana mechi jana. Hata huyo Mpanzu wanasema hatoi pasi kwa wakati. Je, mbona kuna pasi amezitoa? Pasi za kufunga watu hawajafunga. Sasa hawafanani. Ukitaka Mpanzu hawe kama Kratos Chama mwenye miaka 18, haiwezekani. Kwa hiyo Mpanzu wamwache. Mpanzu ni dhahabu katika kama Simba. Mpanzu wana msaada mkubwa sana. Haijalishi anachelewesha, haijalishi acheleweshe, lakini huduma ya Mpanzu ni kubwa kuliko mashabiki wa Simba tunavyozana. Tumalize na hili Malaika wa Simba. Baadhi ya mashabiki hawana imani na Tanja Kasali kwenye milingoti mitatu, hasa anaporudishiwa back pass, anapokuwa langoni, muda wote wanakuwa na pressure. Hii inaonyesha wazi ya kwamba Tanja Kasali hatoshi kukaa kwenye milingoti ya mitatu ya Simba, hasa katika michezo iliyosalia. Bado wana hofu kubwa sana pale ambapo anarudishiwa back pass, pale ambapo mnashambuliwa wanakuwa hawana imani. Sasa kwenye hili swala, unajua tukimshambulia sana kwa wakati kabla mechi haijaisha, inaweza kuwa ni madhara kwetu katika mpira wetu. Ni kweli changamoto hizo anazo, lakini mimi sipaswi kumchallenge sana wakati huu kwa sababu za msingi. Tumebakiza mechi 4. Yule naye pia ni binadamu. Si mwanzo anaweza hakazila. Nani mwingine mbadala Kasala? Hayumu bado majeruhi. Kama la bado mpaka msimu uishe. Je, tumchukue yule kipa namba 4? Usenabeli. Ni uongo. Pamoja kila mmoja ana mapungufu na madhaifu yake. Leo hii wamesema Mpanzu ni mchoyo. Haya ndiyo mapungufu ya mchezaji. Kwa hiyo Kasali haya ni mapungufu yake. Tunapaswa tuendelee kumwombea kwa Mungu. Mashabiki wote wa Simba tunapaswa tupige magoti, tumwombee kwa Mungu Kasali aendelee kurekebisha makosa yake na mwisho siku ili atupatie ubingwa. Ila tukimwataki hakika mimi naambia kweli tunaweza Kasali akatushangaza. Na pia binadamu kazaliwa yule. Kwa hiyo mimi sitaki kumzungumzia sana na kumjadili Kasali. Yule Kasali miongoni mwa kipa mzuri hadi kufikia hapa. Ametutoa mbali, ametufikisha sehemu nzuri. Sawa. Dirisha dogo kiukweli Simba, viongozi wa Simba, mimi nasema shikamoo. Shukrani sana Malaika. Asante sana.